Iran imekuwa ikilaani mashambulizi hayo na kuonya kuwa itajibu hatua yoyote itakayoona uchokozi dhidi ya mamlaka na usalama wake. Uamuzi huu umeongeza mvutano katika Mashariki ya Kati na unaweza kuathiri juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikifanywa na nchi mbalimbali kutafuta suluhisho la amani katika eneo hilo. Unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Irani imetangaza kusitisha mazungumzo yake ya amani na Marekani, iwe ni mazungumzo ya ana kwa ana au yale yanayofanyika kupitia wapatanishi na wawakilishi wa pande zote hizo mbili. Kwa mujibu wa kauli ya maafisa wa Irani, uamuzi huo utaendelea kutekelezwa hadi pale ambapo Israeli itasitisha mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Gaza pamoja na Lebanoni. Teherani imeeleza kuwa haiwezi kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia wakati operesheni za kijeshi zikiendelea katika maeneo hayo. Hatua hiyo inamaanisha kuwa mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika kati ya Irani na Marekani kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo usalama wa kikanda na uhusiano wa kisiasa yamesimamishwa kwa muda usiojulikana. Irani imeweka wazi kwamba kurejea kwa mazungumzo utategemea kwanza kusitishwa kwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza na Lebanoni. Uamuzi huo umeongeza mvutano katika Mashariki ya Kati na unaweza kuathiri juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikifanywa na nchi mbalimbali kutafuta suluhisho la amani katika eneo hilo ambalo limekuwa na mgogoro takriban miezi mitatu sasa tangu kuanza kwa mashambulizi hayo. Hii imekuja baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya usiku wa kuamkia leo dhidi ya maeneo ya kijeshi kusini mwa Irani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka US CENTCOM, mashambulizi hayo yalilenga vituo vya rada, makombora pamoja na vituo vya udhibiti na uendeshaji wa droni katika maeneo ya Goruki na kisiwa cha Keshim. CENTCOM imesema operesheni hiyo imefanywa baada ya Irani kudaiwa kuidungua droni ya Marekani aina ya MQ-1 iliyokuwa ikifanya operesheni katika anga za Marekani. Taarifa za Marekani zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalilenga kupunguza uwezo wa kijeshi wa Irani katika maeneo husika na kulinda usalama wa vikosi pamoja na maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani imeonya kuwa haitasita hata kwa sekunde moja kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Irani ikiwa vifaa vyake vya kijeshi au maslahi yake utawekwa hatarini. Irani imekuwa ikilaani mashambulizi hayo na kuonya kuwa itajibu hatua yoyote itakayoona uchokozi dhidi ya mamlaka na usalama wake. Mvutano kati ya Washington na Teherani unaoendelea kuongezeka huku dunia ikifuatilia kwa karibu. Uamuzi huu umeongeza mvutano katika Mashariki ya Kati na unaweza kuathiri juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikifanywa na nchi mbalimbali kutafuta suluhisho la amani katika eneo hilo. Huku jeshi la Marekani likiendelea kutangaza kwamba limehusika na mashambulizi ndani ya Irani kwa kulenga sehemu ya kisiwa cha Siriki katika eneo la Hormuzgan ambalo liko karibu na mlango bahari wa Hormuz. Marekani imesema imehusika na mashambulizi hayo ndani ya Irani baada ya Irani kuangusha drone yake iliyokuwa ikiruka katika anga la kimataifa.